Leo hii mchizi katoka zake kazini anaingia nyumbani kwake. Huyu jamaa anaitwa Ovie. Anaingia ndani anamkuta mkewe kalala mapema sana. Huyu mkewe anaitwa Mave. Anajaribu sana kumwamsha ila kumbe mkewe kashavuta zamani. Hapa watu wanasubiri pilau na visheti tu. Mchizi kapidi apige simu. Hello, nahisi kuna kitu kimemtokea mke wangu. Sasa nini kilichosababisha kifo cha huyu mwanamke ambaye anaitwa Mave? Tunarudishwa masaa 10 kabla ya kifo cha Mave. Leo asubuhi kabisa mchizi alimwandalia kifungulio kinywa Mave. Inaonekana mchizi anampenda sana mkewe na pia anamkea sana. Na aina fulani ya mwanamume ambaye kila mwanamke anatamani kuwa naye. Leo hiyo Ovie anatamani kwenda shopping. Mchizi akamwambia anamwachia kadi ya benki na ina mpunga kutosha mzee. Huku upande wa pili tunakutana huyu hapa ambaye anaitwa Amina. Ana mtoto wake mmoja wa kike ambaye anaitwa Kanyini, ambaye kapata na mumewe ambaye anaitwa Deji. Ila kwa muonekano unaonekana Amina hana maelewano mazuri na mumewe ambaye anaitwa Deji. Huku kwa Ovie na Mave, Ovie anamwaga mke kwa anaenda zake kazini. Ila hatochelewa kurudi. Atarudi mapema tu, asimisi sana. Mida baadaye Mave kenda shopping. Anajaribu kununua viguo vya mtoto. Anajaribu kuandaa mazingira kabisa ya nguo za mwanae kabla ya kujifungua. Na hapa anaonana na Amina. Inaonekana wanajuana na pia wana ugomvi. Mida kidogo Mave anaenda kulipa. Anakuja Amina na kumwambia na kuapia kwa Mungu, nitacheza na wewe. Ninahakikisha naipoteza furaha yako yote. Kwa hiyo angalia nyuma yako vizuri. Akamchimba mikwala kisha akasepa. Mida kidogo Mave anarudi nyumbani. Akaenda zake kwenye friji. Akatoa juisi. Akachukua na dawa zake akameza. Anashushia na juisi kidogo. Akaenda zake kufanya kazi. Huyu mwanamke ni writer, yani ni mwandishi. Wakati anaendelea kufanya kazi, mara tumbo likamuuma. Ikabidi apandishe juu, lakini likazidi kumuuma. Na hapo waleti. Nupala anakuja Ovie na kumwona Mave amekufa. Akapiga simu. Hello, nahisi kuna kitu kimemtokea mke wangu. Hatujajua kampigia nani. Tunaambua kuwa mapenzi yakiamua kuondoa masikio yake, basi tuogopa kuishi bila mapenzi au kuishi na mapenzi. Kwa kumaanisha mapenzi yanaogopesha sana. Huu ni msemo wa jamaa mmoja ambaye anaitwa James Baldwin kwenye kitabu chake cha Fire Next Time. Tunarudishwa tena sasa miezi 18 nyuma. Tujue sababu ya kwa nini akauliwa. Unahisi Ovie alikutana na Deji nje. Kila mmoja anaenda mazoezi. Wakasalimiana na kujuana kama ni majirani. Kumbe ndio wao unaendesha ile Land Cruiser nyeupe. Ndio mimi mzee. Basi gari nzuri sana. Wakapiga story nyingi sana pale. Wakajuana kila mmoja alivyo. Na Deji akamwalika mchizi aje nyumbani kwake. Wale dina pamoja. Wajuane vizuri. Ovie akakubali. Mida baadaye ikabidi Ovie amshawishi mke kwenda kula dina kwa jirani yao. Licha mke mwanzo kukataa ila mwisho akakubali kwenda. Mida kidogo mchizi anaonekana na ugwadu kweli. Ila Mave hana furaha kabisa. Ikabidi atoke ende kitandani. Mchizi akajikamua akapiga kimoja chale. Hawezi tena mechi. Jambo ambalo linamuuzi sana Mave. Ila hana jinsi atafanyaje. Mida kidogo akatinga mjengoni kwa Deji na mkewe Amina. Wakakaribishwa vizuri. Wakati wamekaa hapa Amina akamuuliza Mave kwani anafanya kazi gani. Mave ni mwandishi na ni mwandishi mzuri sana. Anaweza kujisemea mwenyewe tu. Mwache aseme. Ovie likamshuka pale. Ikabidi Deji abadilishe mada ili asionekane vibaya. Akawaambia mkewe kesho kutwa ni birthday yake. Alikuwa anataka na wao wajumuike pamoja. Ila Amina bado aliendelea kuleta dharau na jeuri. Mida kidogo akarudi nyumbani. Kila mmoja na kwake. Ila kwa Deji na Amina kuliwako kwa tabia Amina kwa mjeuri kwa wageni. Kikawaka sana mle ndani. Kila mmoja wa moto. Mwisho Amina akamtuliza mumewe kwa kuwaleta kitandani. Mida asubuhi Deji anaonekana anaongea na simu. Na kwa muonekano na mazungumzo anaongea na mwanamke. Alipomwona mkewe kabida azidishe sauti. Aonekani kama anaongea na mwanamume. Kisha akakata simu. Ulikuwa unaongea na nani? Sio mtu muhimu. Sijakuuliza ni muhimu au si muhimu. Nimekuuliza unaongea na nani? Mchizi akashindwa kujibu. Inaonekana Deji ni mtoto wa bebe. Hadi mkewe analijua hilo. Hapitiwi na sketi asipite nao. Siku zote tumaini linaweza kudanganya. Ila tamaa mara nyingi haidanganya. Hayo ni maneno ya Lauryn Hamilton. Yazingatie sana hayo maneno. Utafahamu baadaye yanamaanisha nini. Baada ya masiku kupita, leo hii Mave kaja kuleta zawadi kwa ajili ya happy birthday ya Amina. Ila Deji akamwambia Amina hayupo. Basi kabidi aache mzigo yeye asepe. Ila Deji akamwita na kumwambia anataka msaidie kitu kwa ajili ya mtoto wake, maana mkewe ndo hayupo na yeye vitamshinda maana hajui. Mave akaingia kwenye mfumo wa mshikaji, akaingia ndani. Ila Deji anaonekana anamwangalia kwa matamanio kweli. Kufika ndani na kuta vitu vimekatwakatwa. Ikabidi Mave akubali kumpikia. Siku ya pili Mave anaenda kutupa taka, anakutana na Deji na kumpa asante kwa kumsaidia jana. Na anamuomba wiki hii madhala anafanya kazi nyumbani, aje kwake akae na binti yake wapiane company. Na pia akaomba namba. Mave akakubali. Akatoa namba. Mida kidogo Deji anamtumia SMS na akamwomba kama hatojala anaweza kuja nyumbani kwake. Mave akakubali. Akatinga kwa mchizi. Akajifana anajaribu kumuonesha nguo za mtoto ni ipi amchagulie mwanae avae. Anamjaza tu kwenye mfumo. Mida kidogo akaingia jikoni. Mchizi akavuta wine. Akampa Mave na yeye akanywa. Akaanza kumsifia pale. Mara akambusa kidevu. Alipoona kumbe mwenyewe anautaka, akamnyang'anya glasi ya wine, mabusu tu akaendelea pale. Akakinyanyua akakeka juu, maana ni kifupi sana. Ila hakumfanya chochote. Mave likabidi asepe. Baada ya siku nyingi kupita,
Ikabidi akaja kwa Marvel. Koza alikuwa hajibu SMS zake. Akaja kumuomba samahani kwa kilichotokea. Marvel akamwambia haina haja ya samahani, maana mimi ni mtu mzima na najua kipi kibaya na kipi kizuri. Baada ya Deji kusikia hivi, ikabidi amlainishe Marvel. Akalivuta buso. Marvel akalipokea, wakakitupa kwenye kochi siku hiyo. Baada ya kukitupia, mchizi akavaa nguo zake akasepa. Marvel siku hiyo alijisugua kwa kujisugua. Anajuta kwa kumchiti mumewe. Mida kidogo kakaa na mumewe, anakuta gazeti la Deji, SMS refu kishenzi. Ikabidi avunge tu pale kwa mumewe. Kumbe mzee mapenzi yamenoga kati ya Deji na Marvel. Yaani mpaka kiwa chooni wanachati. Anatumia lisaa lizima kuoga kwenye jakuzi. Mpaka mumewe anakuja. Anamuuliza vipi, naona muda mrefu. Na leo hii mkewe kapiga kiguo cha mipinduko zaidi. Mpaka Ovia akamuuliza nenda wapi. Naenda kumfuata editor wangu. Ndio umevaa hivi? Unajua siku nyingi sijavaa hivi, ndio maana nikaona leo nivae. Mchizi akaelewa akasepa. Marvel akafika kwa editor. Editor akapasisha mali. Ikabidi edit na itumie kwa watazamaji. Na maanisha mshaelewa kilichoendelea hapo. Baada ya kukazanisha viungo vya chini, Deji akamuuliza Marvel, "Je, unampenda mumeo?" Akaitikia kwa mdomo ndiyo. "Sasa kwa nini upo na mimi?" Na maanisha nampenda mume wangu kwa sababu ni rafiki yangu na ni mtu mzuri sana, lakini si kama nipo na mapenzi na yeye. Alafu pia kitendani ni kimoja chali. Na wewe kwa nini upo na mimi? Kwa sababu sijakutana na mwanamke mzuri zaidi yako. Umempita hadi mke wangu. Marvel ashapigwa ya uso bila kujijua. Wiki mbili zikapita. Amina amerudi leo. Mbona mnanukia perfume ya bei rahisi? Ushakinukisha na mwanamke mwingine huko ndani? Mjizi hajamjibu akasepa. Amina akamfuata huko. Aliwaka sana Amina. Anamjua mumeo hapitiwi. Huku upande wa pili kwa Marvel anaangalia kalenda. Anakuja kugundua kuwa mchizi kashakisha nyenta kwa ndani. Anaenda kupima kupata uhakika, anakuta kimo mzee. Ikabidi amtumie SMS Deji kama anataka kuonana naye. Muda ule hakumjibu. Akaja kumjibu baadaye wakati Marvel anakula. Akaomba onane hotelini. Marvel akatinga. Akamwelezea kama ana mimba yake. Mchizi akataka waifetue tu ile mimba. Ila Marvel hakuwa tayari kufanya hivyo. Na huku mchizi muda mrefu hajakisha nyenta. Akamwomba leo angalau akitupie. Marvel anasema kachoka. Ila mwisho akamruhusu tu ashenyenti asepe. Leo hii asubuhi Marvel anajaribu kumpigia Deji apatikane. SMS pia ajibu. Mchizi kashamblock zamani. Huku upande wa pili kwa Deji na Amina, bado Deji anabembeleza penzi. Ila Amina kachafukwa roho. Anajua kila kitu. Anajua kama ametoka na jirani yao ambaye ni Marvel. Na anajua kama mchizi kashatoka mpaka na kazini wake usiku wao kabla ya harusi. Na anajua pia kashatoka na mashuga zake wote. Inshoti mchizi hapitiwi. Akiwa kilema twendi, mweusi, mweupe, mrefu, mfupi, yani yeye anaitembeza tu. Huku upande wa pili kwa Marvel, baada ya kuona kimya chingi, kabida mtimbie kwake Deji. Ila akafungua Amina. Marvel akajifanya alikuwa anataka namba ya mekaniki wa Deji, maana gari yake imeharibika. Amina kana muuliza maswali ya mtego na Marvel anajichanganya tu. Kabida amuite ndani wapige story. Kufika ndani akampa wine. Ila akili ya Marvel haipo kabisa. Amina kabida amwage unga pale. Kumwambia Marvel kwa mumewe ni malaya. Ashatembea na wanawake wengi tu. Ni kawaida yake kuwadanganya wanawake. Marvel ikampiga sana pale. Akawa anaona hadi kinywaji akipiti. Ikabidi asepi. Akampigia Deji akampata. Huku Deji akaamua mkatae mazima Marvel. Marvel ikawa hana jinsi. Ikabidi mimba ambandikizie Ovi, maana kitenda kizai haramu. Wanawake wabaya sana mzee. Ovi alifurahi sana. Asijue kama mtoto si wake. Unaambiwa kuwa mauaji yanazaliwa na upendo na mara nyingi vifo husababishwa na mapenzi. Hayo ni maneno ya Octave Mirebao. Yahifadhi hayo maneno vizuri kabisa, utaelewa tu yana maana gani. Ndio pale tunarudishwa tena mchizi alipomwona mkewe kafa. Ndio pale tukaonyeshwa kuwa anapiga simu. Kumbe mzee kampigia pasta na mchizi kabida atubu dhambi zake. Anaelezea kuwa alikuwa anajua kama mkewe alikuwa anachiti na alikuwa anajua anachiti na nani. Na alipoambiwa na mkewe kama ana mimba, alifurahi sana. Koza anakwenda kuitwa baba. Ila furaha ilikata baada ya kujua kama mtoto si wake. Ikabidi amwekee mkewe dawa za kutoa mimba kwenye dawa za mkewe. Ila bahati mbaya wakafa wote. Pasta akamwambia unajua cha kufanya. Akapiga 112 na mchizi akakamatwa. Na hapo ndo kwa mwisho wa hii movie ya kuita Love, Lust and Murder. Full movie utaipata kwenye channel ya Ibaka TV. Link imekuwekwa kwenye description hapo. Mapenzi ni hisia zilizopo ndani ya moyo kabisa, ila mara nyingi tamaa na matamanio ya siku moja tu yanafanya kupoteza mapenzi kwenye moyo yetu, jambo ambalo linasababisha vifo kwa wengi sana. Kwenye haya maisha watu wengi wanakufa kisa mapenzi. Anapenda sehemu asiyopendwa, na hata kama anapendwa bali kuna kitu anakosa kwa anayempenda, inasababisha kuingia kwenye majanga. Zingatia kwamba wanaume tuna matamanio na tunatamani kila tunachokiona, ila mwanamke hajulikani anapenda nini. Muda wote ule uko unasikiza sauti ya mtu poa kabisa, unaweza kunita Mr. Coolman ama Changabau Official. Na hii ni 071 Code Recaps, au subscribe na kuhit notification bell ili kuwa kwanza kupata movie zetu kila siku. Asante sana na bye.